evil. Ina mipango mizuri na sio mibaya. To give you a future and a hope. Kuweza kukupa siku zijazo njema. And I have decided to trust God for the plan and for the future that He has for Na me. nikaamua kumwamini Mungu kwa ajili ya mipango yake aliyonayo. I want you to know that these words were spoken to some captives that had been carried away from their home into a foreign land. Ninapenda kuambia kwamba maneno hayo yalisemwa kwa watu waliokuwa wamechukuliwa watumwa kutoka katika nchi yao. The Jews, the Israelites, were carried away from their land and they were taken into the land of Babylon as exiles. Wayahudi walikuwa wamechukuliwa kutoka nchi yao wakapelekwa utumwani katika nchi ya Babeli. History tells us that they were there. Scripture tells us they were there for 70 years. Biblia inatuambia kwamba walikuwepo huko kwa miaka 70 before the Lord came to get them out of the land of kabla captivity. Bwana hajaenda kuwarudisha tena nyumbani. And it looks as if the prophet Jeremiah is addressing a particular kind of a situation here. Inaonekana kwamba nabii Yeremia anazungumza juu ya swala kamili. You know, when you are in a foreign land, Unajua unapokuwa katika nchi ya ugeni, everything is different. kila kitu kiko tofauti. And I know I don't need to preach so much that because most of us here in a foreign land, and we are still trying to grapple with all the changes in the culture. Na najua sina haja ya kusema sana kuhusu habari hizi, kwa maana sisi sote hapa tuko katika nchi ya ugeni, tunajaribu kujifunza njia za nchi hii. Life for the Israelites in the land of Babylon was new and strange. Maisha katika nchi ya Babeli kwa Wayahudi ilikuwa ni maisha mapya na ya ajabu. The culture in Babylon was different. Ile utamaduni katika Babeli ulikuwa tofauti. The lifestyle in Babylon was different. Namna ya maisha katika Babeli ilikuwa tofauti. Food in Babylon was different. Chakula katika Babeli kilikuwa tofauti. Language in Babylon was different. Hata lugha kule Babeli ilikuwa tofauti. And you can imagine the kind of mental and spiritual torture that these Jews underwent in the land of Babylon. Na unaweza ukaona mateso ya kiakili na hata ya kiroho ambayo Wayahudi walikuwa wanapitia, Especially in their initial years. hasa katika miaka yao ile ya kwanza walipofika huko. You know, when in a foreign culture, a person's life can dramatically change. Unajua katika nchi ya ugeni maisha ya mtu yanaweza kubadilika sana. And one can be depressed in a foreign land. Na mtu anaweza kuanza kuwa na huzuni katika nchi ya ugeni. Various changes can occur Kuna mabadiliko ya kila namna yanayoweza kutokea because of several things. kwa sababu ya mambo tofauti. Number one is what they call culture shock. Namba moja ni ule mshtuko wa kiutamaduni. Culture shock. Ule mshtuko wa kiutamaduni. Where you look at the culture and lo and behold, it is different from what you're used to. Unaangalia utamaduni wa watu wengine, unashtuka kwamba mbona hii sisi hatujazoea kule tulikotoka. You know, in Kenya where I come from, we drive, keeping to the left. Unajua kule Kenya tulikotoka tunaendesha tukikaa upande wa kushoto. So when I came here, the traffic was crazy for me. Kwa nilipofika hapa, traffic na magari yanayoenda ikawa inanichanganya. Because in my mind I'm used to all the vehicles going this way and now they are going this way. Na kwa sababu katika akili yangu nimezoea magari yanaenda hivi na sasa inabidi niende hivi. That's why I'm so glad the system here does not allow anyone to just step from Kenya and begin driving. Ndio maana nashukuru kwamba mfumo mahali hapa hairuhusu tu mtu atoke Kenya na kuanza kuendesha. Because it causes a lot of accidents. Kwa sababu unaweza kusababisha ajali nyingi. In Kenya, because we are under the British system, na kule Kenya kwa sababu tuna mfumo wa Kiingereza, when you want to turn on the lights, kama unataka kuwasha taa, the electricity. Kama unataka kuwasha taa, this is how you turn on the lights. Unafanya hivi kwenda toka juu kwenda chini. You turn on the lights. Unawasha taa. When I came here, nilipokuja hapa, you turn on the lights. Unatoka chini kwenda juu kuwasha. This is crazy. Nikasema inachanganya. They should turn the switch the other way. Inabidi sasa waizungushe hii switch ikae. My first day in Kentucky when I came to the United States of America. Siku ya kwanza nilipofika Kentucky, nilipofika hapa Marekani.
I was a student, so I went to archaeological seminary. Nilikuwa ni mwanafunzi, kwa hiyo nilienda seminari. The very first day, because I arrived at night. Ile usiku niliofika, I arrived at night, and so the first day in the morning, kwa hiyo nilifika usiku. Sasa jambo la kwanza nililofanya asubuhi, I went to the dining hall. Nilienda sehemu ya kulia chakula. A guy looked at me, Na mtu akaniangalia, and he said, na akasema, "What's up?" Akasema, "What's up?" Now, having gone to school in Kenya, Na kwa sababu nimeenda shule kule Kenya, and having learned proper English, na kwa jinsi ambavyo nimejifunza Kiingereza fasaha, I knew he was asking me what is up there. nilijua kwamba ananiuliza kuna nini huko juu, what's up. So I looked up. Kwa hiyo nikaangalia juu, He said there are several lamps, and I started describing what was up there. nikasema na naona kuna taa, na nikaanza kumwelezea vitu ninavyoviona. I did not know that WhatsApp was operating. Nilikuwa sijajua kwamba WhatsApp na nini huko juu ni salamu. That is what we call culture shock. Hiyo ndio tunasema mshtuko wa kiutamaduni. Things in the culture are just different. Mambo ya kiutamaduni ya mahali unapofika iko tofauti. And that can cause what we call low esteem. Na hiyo inaweza kukufanya ujisikie kwamba wewe haufai. Because other people seem to be doing whatever they understand what should be done, Kwa sababu you are there and you simply don't understand. Kwa sababu inaonekana wengine wanafanya vizuri, wanaelewa kila kitu na wanafanya vizuri, lakini wewe hauelewi nini kinaendelea. When I started buying food from the restaurants, I look at the menu and there is nothing I would understand from the menu. Na nilipoanza kununua chakula hotelini, ninaangalia ile listi ya vyakula na hakuna chakula ninachokielewa. So most of the times I would call it and say, this one right here, this one. You don't understand. Mara nyingi nilikuwa nawaita naambia hichi hapa hichi, ndio mniletee chakula hiki. And even today, most of the times I prefer to say, can I have number 3? Na hata hivi leo ninapenda kusema naomba namba 3, maana siwezi kusema jina lake. Because if you ask me what is number 3, I just look at it and say, let me have number 5. Kwa sababu kuniuliza hiyo namba 3 ni nini, inanichanganya kuelezea. Kwa hiyo ni rahisi tu kusema jina na namba 3. And that can cause you to have a kind of an inferiority complex, a low esteem where you feel like you are not worth. Na hiyo inakufanya ujidharau, jione hivi kwamba wewe haufai miongoni mwa watu. So a lot of foreigners in a foreign land, instead of, I mean, sometimes by looking at how people are walking in the streets, you can tell a foreigner from someone that lives here. Na ndio maana wakati mwingine ukiwaangalia watu wanaotoka nchi zingine, hata ukimwangalia unajua kwamba yeye anatoka nchi zingine kwa jinsi anavyotembea. In the streets, most of the Americans, especially the African Americans, you know how they walk? Unajua huko mitaani, hasa African Americans wanatembea hivi. And in the midst of the street, you can always tell someone who comes from Africa, especially around Somalia, because they walk like this. Na huko mtaani hata watu wanaotoka Afrika, hasa wanaotoka Somalia, unaweza kujua wanatembea kinyonge. Or from Kenya. Au kutoka Kenya. I know the Rwandese Najua Wanyarwanda don't have that problem. hawana shida hiyo. I know they walk like this. Wanatembea hivyo. But how do you know that you can be in a strange land and you feel like you're not measuring up to the standard and you feel like... Lakini wengi wetu tunajua hivi kwamba unaweza kuwa katika nchi ya ugeni, unajua na wewe haufikii kile kiwango cha watu wa mahali pale, unajua na wewe chini nyonge. One of the things that kills a lot of foreigners in a foreign land is what we call homesickness. Kitu kingine ambacho kinaua sana, kinawafanya watu kuwa na huzuni katika nchi ya ugeni ni ile kukumbuka nyumbani na kumisi nyumbani. Homesickness. Ni ile kukumbuka nyumbani. They still have not found a prescription for homesickness. Bado haijapatikana dawa inayoweza kutibu ile kumisi nyumbani, kukosa nyumbani. Because the symptoms are so varied, they don't know what to treat. Kwa sababu namna ya ugonjwa huu unaonekana ni namna mbalimbali na haiwezekani hata kutibu. Sometimes it is funny, you are excited to come to America, but now you miss home and you don't know, should I go home or should I be here at home? Na wakati mwingine inachanganya kwa sababu ulipokuwa unakuja ulikuwa unafurahi kama unaenda Amerika. Umefika hapa sasa unakumisi nyumbani, unatamani ungerudi nyumbani. Human beings are very interesting because if you have been in one environment for the last 30 years,
it is not easy for you to detach from the environment that you know, because that's your zone of familiarity. Unajua hata ukiwa umekaa mahali kwa muda mrefu sio rahisi kutolewa, kwa sababu mahali hapo ndipo ulipokulia, ndipo unapopajua. As a result of that, most of the people in a foreign land, they tend to withdraw from an active involvement with what is going on. Na matokeo yake ni kwamba watu wanaofika katika nchi ya ugeni hawajihusishi na mambo yanayoendelea pale, wenyewe wanakaa kinyonge. They withdraw themselves. Wanakaa mbali. Now most people, you know what they do? Unajua watu wengi wanafanya nini? They just mark as their neighbors. Watazama majirani zao, so they only hang out with their neighbors. Kwa hiyo wanakuwa wanawasiliana tu na majirani zao. If it is church, kama ni kanisa, we call it an African church. Kwa hiyo inakuwa ni kanisa la Afrika. And we sing our own songs, which is good. Kwa hiyo tunaimba nyimbo zetu na hiyo ni sawa, vizuri. Some of us, we only know the distance from home to the place of work to Walmart and the post office. Unajua wengine hapa tujui sehemu nyingine, tunajua tu kwenda kanisani, kwenda Walmart, kwenda kazini na posta basi. And you've been here for 20 years. Na umekuwa hapa miaka 20. You know why? Unajua kwa nini? Sometimes in a foreign land, one can tend to withdraw themselves from what is happening around them. Unajua katika nchi ya ugeni mtu anaweza kujiona kwamba yeye ni dhaifu na anakaa mbali na kile kinachoendelea ulimwenguni. The Israelites in Babylon reached at a place where they put their lives on hold. Wayahudi katika nchi ya utumwa kule Babeli walifika mahali wakaweka maisha yao katika hali ya kusimama, yani hayaendelei tena, wako tu wanaishi tu basi. You know that the devices that play music of or video, they have play, pause, rewind, and those buttons, right? Unajua vitu hivi vya kuchezea CD au kanda zina sehemu ya play, yani kucheza au kuipeleka mbele au kurudisha nyuma au kuisimamisha. What the Jews did was to put their lives on pause. Unajua alichofanya Wayahudi walisimamisha kwa muda maisha yao. Everything was standing still. Kila kitu kilikuwa kimekaa tu. And you know what they were saying? Unajua nini walikuwa wanasema? When we go back to Jerusalem, walikuwa wanasema tukirudi tena Yerusalemu, we are going to hit on play. Tutakugusa tena ile button ya kucheza. But until then, lakini mpaka muda huo utakapofika, we shall be withdrawn from what is going on. Tutakuwa tusiki na kitu kinachoendelea chochote. And every time they were talking about going back to Jerusalem, na kila wakati walikuwa wakizungumzia kuhusu kurudi Yerusalemu. Going back to Jerusalem. Kurudi Yerusalemu. Every money that they got, they sent it to Jerusalem. Kila pesa wanayopata wanaipeleka Yerusalemu. They wanted to buy a plot in Jerusalem. Na kununua viwanja ni Jerusalem. They wanted to invest in Jerusalem. Invest hata Yerusalemu wanapeleka. Nobody was thinking about Fort Wall. Hakuna mtu anayefikiria kutungusa hapo zote. They were thinking about Jerusalem. Wanafikiria Yerusalemu tu. They had put their life on pause. Wameweka maisha yao kwa muda wamesimamisha. And this was encouraged by some false prophets. Na hii ilikuwa inachochewa na manabii wa uongo. Because